Bado tunao kwenye tour yao nchini Marekani Diamond Platnumz pamoja na crew nzima ambayo ameambatana nayo. And this time around, miongoni mwa video ambazo zina trend zaidi kwenye mitandao ya kijamii ni video ambayo inamuonesha Diamond Platnumz akiwa anahesabu mabulungutu ya pesa ambazo alikuwa anamnunulia, narudia tena, ambazo zinaonesha ya kwamba alikuwa anamnunulia Baba Levo ambaye ni chawa wake, lakini pia ni miongoni mwa vijana ambao amewaajiri kupitia Wasafi FM. Moja kati ya miwani ambayo mtakuwa mlifanikiwa pia na nyewe kuweza kuiangalia kwenye mitandao ya kijamii, ambayo inadaiwa amenunua kwa pesa za Kimarekani zaidi ya dola 1500 ambazo kizikonvati kibongobongo ni zaidi ya milioni 3. Narudia, zaidi ya milioni 3, ambayo kwenye hali halisi ya kawaida na maisha yetu ya Kitanzania kiukweli inaonekana kuwa ni pesa nyingi. Na hata ukisoma comment section za watu ambao wameibuka na kuweza kutoa maoni yao kulingana na ile post ambayo alikuwa ameweka hewani Baba Levo, utaona wengi wao wanahisi ya kwamba uongo ni mwingi kuliko uhalisia. Yaani kiasi cha pesa ambacho kinatumika kwenye miwani ile inaonekana ni kikubwa kuliko uhalisia wa maisha yetu ya kibongo zaidi. By the way, ninazo video nyingi ambazo zinaonyesha namna ambavyo anakatiza mitaa ya Marekani, nazungumzia New York City, lakini pia ninazo video ambazo zinaonyesha namna ambavyo aliweza kutembelea pia maeneo ambayo ni maarufu zaidi kwenye chati za wale ambao wanafanya muziki, nazungumzia billboards, lakini pia namna ambavyo aliweza kufika na kufanya baadhi ya matangazo kupitia Audiomack, moja kati ya maofisi makubwa ambayo ni platform za mauzo ya kimuziki. Kulikuwa na vitu vingi ambavyo anaendelea navyo kama ambavyo pia unaweza kuona kupitia hii video. Wacha nikuache utazame sehemu kidogo ya tu ambayo anaendelea nayo nchini Marekani. Moja kati ya vitu ambavyo vimetupa furaha sisi ambao tuko hapa New York Marekani, timu nzima ya Diamond Platnumz, ni kuona namna ambavyo Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mara ya kwanza amepeperusha bendera ya kulifungua daraja la Magufuli. Najua kuna baadhi ya watu wanajaribu kuanza kuingiza maneno baada ya Waziri Ulega, Mheshimiwa Waziri, kusema kupiga picha au kurekodi video itabidi uombe kibali, na ndio utaratibu ulivyo hata hapa Marekani. Mheshimiwa Rais, hotuba yangu itakuwa na vipengele vitatu tu vifupi kwa dakika 5 nilizopewa. Mwanzo nitakuwa na maombi, nitakuwa na changamoto, nitakuwa na pongezi. Mheshimiwa Rais, wananchi wa jimbo la Kisesa kama nilivyosema wako hapa. Naanza na maombi. Moja, Mheshimiwa Rais, umetoka Bariadi kwa barabara ya vumbi kuja Kisesa, kuja Mwandoya, kuja hapa Mwanuzi. Utatoka hapa utaenda Bukundi, utaenda Mkalama, utaenda Iguguno, utaenda Singida kwa barabara ya vumbi. Mheshimiwa Rais, hii barabara ilishafanywa usanifu muda mrefu wa kina na ikakubalika kujengwa, na inazo sifa zote kwa sababu ni barabara ambayo inaunganisha mkoa wa Mara, mkoa wa Mwanza, mkoa wa Simiyu na mkoa wa Singida na mikoa mingine yote. Mheshimiwa Rais, tunaomba leo, maliza huu ugonjwa mkubwa wa Wanameatu, maliza huu ugonjwa mkubwa wa Wanasimiyu. Mheshimiwa Rais, ninaomba kwa niaba ya Wanameatu na kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Kisesa, naomba ujenzi wa madaraja muhimu 3. Daraja la Mto Sanga litakalojengwa kati ya kijiji cha Isangijo pamoja na Ifungiro wilaya ya Maswa. Daraja la Mto Sanjo litakalojengwa baina ya kijiji cha Mwashata pamoja na Migato litakalounganisha wilaya ya Meatu na Itilima. Daraja la Mto Semu litakalojengwa kijiji cha Mbugabanya litaunganisha na kijiji cha Mwajidalala. Madaraja haya 3, Mheshimiwa Rais, ni muhimu sana kwa uchumi wa wananchi hawa, na ndio maana unashuhudia hizo shangwe zinazopigwa. Mheshimiwa Rais, katika maombi
Ninaomba jimbo la Kisesa sasa katika miundombinu hii ya kijiografia, naomba jimbo la Kisesa lipewe halmashauri ya wilaya kwa ajili ya kusukuma nguvu kubwa ya maendeleo. Mheshimiwa Rais, lakini jambo jingine ni hospitali, kituo cha afya cha Mwandoya. Kwa jiografia hii unavyoiona, naomba kituo kile cha afya kiwe hospitali teule. Mheshimiwa Rais, tunazo changamoto, nitataja chache, zingine tutapambana nazo na Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, mkurugenzi mtendaji na watendaji wengine wa serikali. Lakini hizi tatu naomba kuzileta kwako, zimekuwa ni changamoto kubwa sana. Changamoto moja ni uvamizi mkubwa sana wa tembo katika wilaya nzima ya Meatu. Mheshimiwa Rais, umejenga kituo Ng'anga cha milioni 125 kwa ajili ya kudhibiti tembo. Mheshimiwa Rais, umejenga kituo cha kudhibiti tembo cha Marwiro milioni 80. Mheshimiwa Rais, kimeweka kituo pale Mbugabanya kwa ajili ya kudhibiti tembo, lakini kutokana na wingi huu wa tembo bado wanaua watu, tembo bado wanamaliza mazao ya wananchi yakiwa shambani na majumbani. Tatizo la tembo ni kubwa kwa wananchi hawa. Ombi kubwa Mheshimiwa Rais, kwa sababu uliridhia fedha zije na vituo vifunguliwe, tunaomba nguvu kubwa ya fedha kwa ajili ya kutekeleza mikakati tuliyoianzisha baina ya TAWA, halmashauri kwa ajili ya kupambana na hao wanyama pori. Jambo la pili ni wafugaji wetu ambao walishashinda kesi mahakamani baada ya kuwa baada ya kushtakiana wakashinda kesi mahakamani, lakini mifugo yao hadi leo haijarejeshwa Mheshimiwa Rais, na hao wananchi walishinda kesi mahakamani, na kwa sababu mahakama ndio mwamuzi wa mwisho, naomba sana kupitia kikao hiki na ninaileta hii rufaa kwako, wananchi hawa walipwe kwa sababu wanayo haki ya kulipwa fedha hizo. Ombi la tatu Mheshimiwa Rais, swala la ununuzi wa pamba kwa kutumia mnunuzi mmoja. Mheshimiwa Rais, mimi nakubaliana principally kwamba swala la ununuzi wa mnunuzi mmoja kwanza linatuondoa kwenye soko huria, lakini pili kunakuwa hakuna ushindani. Mnunuzi wa pamba unapokuwa na mnunuzi mmoja akipata matatizo tu ya kifedha kidogo, wananchi hawa wanaenda kwenye subscribe, like na kucomment. HBTV.